Umemalizika sala ya bao moja kwa moja, mnyama anakwenda hatua inayofuata. Pengine imekuwa ni mchezo wa namna gani? Of course mchezo ulikuwa mzuri kwanza, jambo la kwanza. Mechi ilikuwa ina ushindani, yani kumba katika kitu ambacho kimenifurahisha ni kwamba mechi ilikuwa inatoa burudani ambayo tulikuwa tunatamani kuiona. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu timu moja hamna timu ambayo imechagua kusema kwamba mimi ni timu ya pili. Yani timu zote mbili zinakuja zikiwa zinataka, yani zinashambuliana. Yani zinashambuliana. Ila kilichofanya mchezo kuwa mgumu kwa Simba kuliko tulivyoizoea ni tatizo la kiufundi ambalo ni dogo. Kwanza wana Simba wasiofu, kwa sababu Simba ina timu nzuri. Kwa nilivyoitazama Simba ina timu nzuri. Ila inakosa jambo dogo tu ambalo ni wale wachezaji ambao wanafanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi, au tunaita players ambao wanafanya runs in behind the defense. Ndio wanachokikosa. Na timu ikikosa hichi kitu kuna matatizo 5 mpaka 6 yanaweza yakajitokeza ya kiufundi. Umeelewa? Jambo la kwanza, opposition anaweza kudefend kirahisi dhidi ya timu kama hiyo. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu anaweza akatumia ile safu ya ulinzi kuisogeza mbele zaidi, ikacheza karibu na safu yake ya kiungo, akiamini kwa sababu timu inakuwa ile timu wanayocheza nayo ina wachezaji wengi eneo la mbele ya safu yao ya ulinzi, basi inakuwa rahisi kuikabili kwa sababu wanakuwa na namba nzuri kwenye eneo la katikati, kwa sababu defense ipo karibu na safu ya kiungo. Easy to defend, si ndio? Lakini jambo la pili, inaweza ikarely zaidi kwa kuseme kuna ile midfield congestion. Midfield congestion inamaanisha wachezaji wengi wanajaa eneo la katikati mbele ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo inaweza ukawanyima uhuru wale wachezaji wenye uwezo wa kutengeneza nafasi. Kwa mfano nitakupa mfano, Morris Abraham leo alikuwa anaonekana kila muda anapiga back pass. Unajua kwa sababu gani? Sio kwa bahati mbaya. Ile inaitwa midfield congestion, kwamba wachezaji wamejaa katikati, anayefanya movement nyuma ya safu ya ulinzi ni mchezaji mmoja ambaye ni Jonathan Soa. Kwa hiyo mipira inakuwa haimfikie kwa sababu defense inakabiliana na mtu mmoja, alafu mbele yake kuna safu ya kiungo. Na niliwahi kuzungumza nikasema hawa Gaborone ni miongoni mwa timu. Nilifanya interview na jamaa mmoja aitwa Jadu. Nikamwambia hawa Gaborone wana timu nzuri na wana midfield bora kwenye ligi ya Botswana, FNB Premiership. Nafikiri kimeonekana hapa. Kwa hiyo Jonathan Soa alikuwa peke yake mbele, mipira inalazimika kucheza aidha pasi fupi fupi zinazungukia pale kwenye eneo la mbele ya safu ya ulinzi ya Gaborone. Na mara nyingi wakijaribu kuattempt kwenda mbele inakuwa rahisi kuwa intercept kwa sababu wanatabirika mchezaji ambaye anafanya movement ni mmoja, wengi wanajikusanya mbele ya safu ya kiungo. Lakini kuna kitu kinaitwa isolation of a striker. Wanamuisolate mshambuliaji. Mshambuliaji anajikuta yuko peke yake dhidi ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo anakuwa hawezi kuwa na yale makali. Umeelewa? Hawezi kuwa na yale makali, hawezi kuwa na ile nguvu ya kuweza kukabiliana na ile safu kubwa ya ushambuliaji. Na ndio maana unaweza ukaona leo Jonathan Soa mpaka anatoka alifanya attempt moja tu. Na baada ya pale niliamini Morocco atakuwa kaligundua hili tatizo. Ili aweze kufanya substitute ya kumtoa mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo, aongeze mshambuliaji, kuwe na angalau washambuliaji wawili wanaofanya movement nyuma ya safu ya ulinzi, waweze kuipin safu ya ulinzi ikae nyuma zaidi, ili kupatikane space kwenye eneo la kiungo, ili hawa viungo wabunifu waweze kutengeneza nafasi. Lakini jambo la tatu, mafullback walikuwa hawatoi option kwa mipira kuweza kuenda pembeni pindi ambapo safu ya kiungo imebanwa. Unakuta Mligo uko chini, Kapombe mwenyewe haeleweki yuko wapi. Kwa hiyo ilikuwa inawanyima wale viungo washambuliaji kupata alternative ya kuweza kuifungua safu ya ulinzi ya Gaborone United. Lakini jambo jingine, unapokuwa na hii tatizo, timu pinzani inapata advantage moja, inalazimika kukupress, wakiamini kwamba hata kama watapress wewe hautakuwa na nguvu ya kuweza kuwashambulia kwa sababu tayari defense ina muda mzuri wa kuweza kukuzuia. Umeelewa? Kwa sababu nimezungumzia unakuwa predictable kwenye, lakini timu pinzani inakuwa ina uwezo wa kukudefend, easy defending. Sasa hii inamfanya yule mpinzani kujithubutisha kuweza kukupress wewe. Akikupress unazalisha makosa, na ndio yalitokea. Unafikiri unanielewa? Kwa hiyo bado natamani kuiona Simba inatatua haya matatizo ya kiufundi, lakini kwenye swala la kikosi Simba wanacho. Fitness vipi kwa timu? Fitness ipo vizuri kwa sababu of course wachezaji wamecheza kwenye intensity ile. Ila kilichokosekana ni hilo tatizo la kiufundi ambalo limepelekea Simba kujaa zaidi eneo la katikati, wanakosa option ya mchezaji ambaye ana separate run. Unajua hizi runs, naweza ngakupa mfano. Gaborone kuna muda unaona kama Nyane alireceive mpira, akaattempt Kamara akasave. Ile ndo run yenyewe ambayo ina separate, inautenganisha ule mchezo au inatenganisha ile build up.
lakini kuna huyo Maponda jezi namba 7 ameisumbua sana safu ya ulinzi ya Simba, naye kuna muda alifanya hiyo run, yani ndo zile runs zile kwamba unafanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi. Unapofanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi, kwanza unailazimisha ile safu ya ulinzi ya timu pinzani kucheza karibu na eneo lao. Umeelewa? Sasa unapokuwa unaiacha free, manake wanakosa options. Simba kawaida yao CAF Champions League ni kufika robo finali, ndipo wamezoea. Tunaweza kuiona Simba ikifika mbali zaidi msimu. Kwanza swali zuri Singano, lakini nikwambie tu hii ni seme kama alert. Sawa, alert wamepewa. Simba wamepewa alert ya kujua nini ambacho kiufundi kinawasumbua. Kwa hiyo kama wataamua kukitatua, na iona itafanya vizuri kwenye michuano, kwa sababu nimekwambia wana kikosi kizuri. Ila kama hawatoichukua na alert zenyewe ziko hizi, Simba watafuta kocha huyo hapa Demeter Pantev. Of course mimi kwa upande wangu naona of course ana mbinu yuko vizuri kimbinu, na nilimzungumzia unaona Gaborone kabisa, unaona kabisa hii inafundishwa kwa maelekezo ya mwalimu. Umeelewa muda gani viungo wawe juu wana press, jinsi ambavyo Simba wana weakness. Nimekwambia weakness yao ilikuwa ni hakuna wachezaji ambao wanafanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi. Sasa ile weakness unaitumia, wakawa congested kwenye eneo la kiungo. Unaona wakina Karabo Fili, wakina Ditsele pale kati walivyokuwa wako aggressive, alafu wakawa wanalazimisha kufanya kwa press Simba na kulazimisha makosa, kitu ambacho kocha yoyote mwenye mbinu atakifanya. Alafu kingine, Hemedi Morocco asilaumiwe hapa, kwa sababu huu ni kama mzigo ulioachwa stendi. Huu mzigo umeachwa stendi na mwenye mzigo wake kaondoka. Kwa sababu hamna kilichobadilika kimbinu. Kilichokuwa kinafanywa na Fadlu ndio kilichofanywa leo. Kwa hiyo mzigo wake kauweka stendi, Morocco kauokota. Tutegemea Simba tofauti second stage round ambayo inafuata. Naamini kama watakuwa wamepata kocha, lakini kocha by the way atakuwa na muda mchache wa kuimplement, lakini kuna makocha ambao wana uwezo wa kujua weakness ndani ya muda mfupi na kuweza kuimplement mbinu za kuja na utatuzi wa hiyo tatizo. Kwa hiyo kama Simba watatafuta kocha mzuri na ambaye ana uwezo mzuri wa kung'amua kimbinu, basi wanaweza wakafanya vizuri. Tumemwona Jean Charles Ahoua siku hii ya leo anafunga, lakini kuna baadhi ya nafasi anazikosa kuelekea katika michezo inayofuata. Jean Charles Ahoua leo hakuwa na mchezo mzuri ukiangalia kwa engo ya kukosa mabao. Amekosa mabao mawili ya wazi. Of course kwa level yake amenidisappoint hata mimi, lakini naamini hii itakuwa kama funzo kwake, nini anatakiwa aboreshe especially anapokuwa kwenye eneo la mwisho la timu pinzani, kwa sababu ni video iliyopita tu nimetoka kumzungumzia nikasema ni mchezaji ambaye anapaswa kusogezwa zaidi karibu na lango ili aweze kutumia ile nishati yake ya upachikaji magoli. Kwenye mechi zijazo naamini mwalimu au benchi la ufundi wameshaona nini ambacho Jean Charles Ahoua anacho. Kwa hiyo kuna muda mwingine maelekezo kidogo mchezaji anaweza akapitia, lakini motisha kidogo akarudi kwenye ubora wake. Shukrani sana. Haya, asante sana.